كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب ربنا الحق ويمقت الباطل. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين. Amma ba'du, ndugu zangu, na kuhusieni na nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakika wamefaulu wenye kumcha Allahu Jalla Jalaluhu. Katika kisa cha makhawariji pamoja na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, khalifa wa 4 ambaye alikataliwa na kundi la watu waliojulikana kwa jina la Khawariji, walilopewa hapo kabla na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani walitokea baadaye, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwisha kuwataja makhawariji, watu wenye itikadi ya uasi dhidi ya serikali zao. Na jambo hili limetajwa vibaya katika Uislamu kwa sababu madhara ya huo uasi na ukhawariji ni makubwa zaidi kuliko kutengeneza kwake. Ni jambo ambalo lina madhara katika harakati za watu za maisha, katika uhai wa binadamu na katika heshima za watu. Innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adhillatan wa kadhalika yaf'alun. Kwa hivyo katika manhaji aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni manhaji ya ahli sunnati wal jamaa, ni kutokufanya uasi dhidi ya serikali. Na hii haimaanishi kutetea makosa yanayofanywa na serikali mbalimbali, lakini hii inalenga kwenye nukta ya kuwa hiyo sio njia nzuri ya kuondosha munkari, kwa sababu kanuni kubwa ya kuondosha munkari iwe ukiwa katika harakati na prosesi za kuondosha munkari, usije ukaleta madhara makubwa kuliko lile unalotaka kuliondosha. Na Uislamu unalinganisha na kupima kati ya manufaa na madhara. Kwa hivyo kuna watu katika zama za khalifa, baada ya kuuliwa Uthmani radhiyallahu anhu, ukhalifa ukaenda kwa Ali ibn Abi Talib, kuna watu wakaja wakaongea kwa lugha nzuri ya kutetea dini kwa sura ya nje, wakasema hatutakubali Ali mpaka uchukue kisasi kwa qatalata Uthman, kwa wale waliomuua Uthman radhiyallahu anhu. Na wakasema hatutaki hukumu, sababu hukumu Mwenyezi Mungu azza jalla inazungumzia juu ya kisasi. Hatutaki hukumu, inil hukmu illa lillah, hatuhitaji hukumu isipokuwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa madai ya nje wao walishikamana na Qur'ani, eti wanamuona Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na masahaba wenzake wako katika batili, na hawa wote hawakuwa ni masahaba. Khuzbalak Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akamwomba ruhusa Ali ibn Abi Talib akajadiliane nao, akaondoshe ile dhana potofu ambayo iko katika akili zao kwamba wao wamekuwa katika muongozo na wako katika njia ya haki, na hali ya kuwa Ali ibn Abi Talib yuko pamoja na jopo lote la maswahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika sura hii inakuwa ni muhali kwamba haki iko pamoja na wao na maswahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliosifiwa katika Qur'ani kwamba wamepotea. Akaenda kujadiliana nao Ibn Mas'ud, akawaambia haya maneno mafupi na nisomo kwa mukhtasari kabisa. Akawaambia qad ji'tukum min indi ashabi rasulillah, huko nitokako bwana, mimi ninatoka katika kundi la masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naona hiyo introduction. Nitokako huku nilikotoka mimi ninakuja kuwakilisha msimamo wangu, ndio msimamo wa masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa fikum minhum ahadun
na katika kundi lenu hakuna hata mmoja katika masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa ilikuwa ni kama amemaliza mjadala kwa ile tu kwamba katika kundi lao hawako pamoja nao masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata mmoja, na katika lile kundi lingine ni kundi la upande wa masahaba wote wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Allahu jalla jalaluhu alisema, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa wataamini watakaokuja baadaye kama imani yenu hii nyinyi masahaba, faqad ihtadaw, hakika watakuwa wameongoka. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaqin, na ikiwa wataelekea upande mwingine sio upande wenu, hakika si vinginevyo watakuwa katika pande za upotevu. Hii nukta huwa naisema sana, narudia tena. Lau kama aya ingelithibitisha kwamba masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni waongofu, kule kuthibitisha peke yake ingelithibitisha tu kwamba masahaba ni waongofu ikaishia hapo, ingelikuwa haikatai kwamba kuna watu wanaweza wakawa na misimamo ya uongofu nje ya masahaba, alafu tukasema hawa wameongoka na hawa wameongoka. Lakini aya ilithibitisha kwamba masahaba ni waongofu, alafu ikafunga mlango ikasema vyovyote itakavyokuwa wengine hawatakuwa ni waongofu ikiwa hawakupita mapito ya masahaba. Ndio aya ilivyosema, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa wataamini kama nyinyi mlivyoamini watakuwa wameongoka. Wa in tawallaw, na ikiwa wataelekea kwingine si vinginevyo, fa innama hum fi shiqaq, hakika watakuwa wako katika upotevu. Ndio hoja aliyotumia Ibn Mas'ud kwamba qad ji'tukum min indi ashabi rasulillah, nitokako ni kwa masahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa laysa fikum minhum ahadun, na katika nyinyi hamko na sahaba hata mmoja katika masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo alikuwa anawarejesha kwamba upande wa uongofu daima uko pamoja na masahaba na si vinginevyo. Kwa hivyo hotuba yetu ya leo inakokoteza lile somo ambalo tulilichukua katika hotuba iliyopita, kwamba katika hizi zama ambazo watu wanadai kwamba mashekhe mmetuchanganya, kweli maamuma wamechanganyikiwa, kwa sababu mashekhe wana misimamo ambayo hata haikurubiani baina ya watu wa sunna na masufi, baina ya watu wa sunna na mashia. Na mimi huwa ninapenda kuwa ni muwazi ili watu waelewe ukweli kwa njia ya shortcut. Masufi pamoja na jamaa zao mashia hawawezi kukaa kabisa pamoja na masuni, isipokuwa labda waunganishwe na unafiki baina yao na mujamala basi, lakini kiuhakika misimamo yao haiko sawa kabisa. Na katika haya makundi yote mawili kuna walinganiaji ambao wanakuwa wako wazi, wanataja misimamo ya upande wao na upande mwingine kadhalika. Ikitokea hivi watu wanasema tumechanganyikiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa wasemaji wote ni mashekhe, na hawa wasemaji wote wamevaa kanzu na kofia, na hawa wasemaji wote wanataja aya na hadithi, na wananukuu katika vitabu vya wanawachuoni waliopita. Kwa hivyo kusema kweli, kwa level ya maamuma wana haki ya kusema kwamba wamechanganyikiwa, na hotuba zetu zinakuja kwa ajili ya kubainisha na kuondoa ukungu katika kile ambacho watu wanashindwa kukiona vizuri. Tulisema katika hotuba iliyopita kwamba baada ya kuwa tumeona kwamba masahaba ni alama ya uongofu, tukasema angalia katika wakati tulionao ni upande gani ambao namba moja umetambua kwamba masahaba ndio upande wa uongofu, na ni upande gani umetambua vile vile kwamba watu wa leo wanalazimika kuitafsiri Qur'ani na hadithi. Ili tusiwe na tafsiri ambazo zinakinzana, turudi katika tafsiri moja iliyokubalika
katika zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo inaonekana katika maisha ya masahaba. Tukasema kwamba katika hizi zama, ikiwa utawaona walinganiaji hawazungumzii itikadi hii, itikadi ya kwamba masahaba ndio maisha yao ndio tafsiri sahihi ya Qur'ani na hadithi, bali wakasema kwamba wao wanaweza wakenda na tafsiri zao zinazotokana na wao, wakaacha tafsiri za masahaba na ikawa wako katika sawa. Tukasema hiyo ni alama kwamba wao ni wapotevu, na wale wanaolingania katika msimamo wa masahaba wameshika mahala pa sahihi. Kadhalika tukataja tukasema alama nyingine ni kwamba wale watakaotukana masahaba watakuwa sio watu walioshikamana na muongozo, sababu muongozo umefungamanishwa na masahaba. Tukasema hao ni mashia. Tukasema kuna wengine hawajajipambanua, wanajificha ficha. Tukasema waangalie wako upande huu wanaotetea masahaba au wako upande wanaoponda masahaba. Tukakuta kuna kundi la watu ambao mimi ninawasema kwamba hao ni masufi, wako karibu na mashia kuliko kuwa karibu na watu wanaotetea msimamo wa masahaba. Khutba ni mwendelezo wa hayo mazungumzo, na leo kwa mukhtasari tutaangalia kwa kadiri ambavyo muda utaturuhusu baadhi ya dalili zinazotaja nafasi ya masahaba, kwa sababu isije kuwa ni mawazo tu. Maana mtu anaweza kuuliza ni nani amewapa hiyo nafasi? Kwani wao ni manabii? Kwani wao ni watu tofauti na sisi? Kwani haiwezekani baadaye wakaja watu wakaelewa zaidi dini kuliko masahaba? Kwani haiwezekani? Kwa kuwa ni mazungumzo ya dini, tunarejea katika dalili. Taban dalili tulizozitaja zinatosha kujibu swali hili, lakini tunaongezea na dalili nyingine katika dalili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika hadithi ambayo imepokelewa na Abu Dawud, inna Allaha ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, ikhtarani, amenichagua mimi. Yani sio ili mradi alipewa utume tu yeyote ambaye alikuwa yuko mbele akachukuliwa akaambiwa wewe ni mtume, bali Mwenyezi Mungu azza wa jalla alichagua. Na mfano wa Allah uko juu zaidi ya kila mifano. Mfano wa vile watu wanaoandaa mbegu kwa ajili ya kilimo wanachagua zilizobora kabisa katika mbegu, sawa sawa katika ufugaji au katika mimea. Allahu a'lamu haithu yaj'alu risalatahu, Allah anajua ataweka wapi utume wake. Sio ishu ya sadaka lau amina, kama walivyosema Waswahili, mwenye kupata apate, mwenye kukosa akose, alafu ikarushwa yule anayewahi kudaka ndio huyo huyo. Hapana, bali Mwenyezi Mungu azza wa jalla alipomchagua Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona kwamba ndio bora wa viumbe, wa viumbe wote, akamfanya kuwa ni nabii na ni mbora wa manabii wote. Inna Allaha ikhtarani. Alafu kwenye huu mchakato wa kuchagua, angalia alivyolingamanisha, akasema wakhtara li ashabi, na akanichagulia mimi masahaba wangu. Na hii inaashiria kwamba masahaba sio manabii, ni watu wa kawaida, wanafuatia kwa ubora baada ya manabii. Yani masahaba wale ambao wanaitwa ni wanafunzi wa manabii, katika taarifu ya kidini ni wale waliomuona Mtume waliokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha wakamwamini na wakafa katika Uislamu. Hiyo ndio taarifu ya masahaba. Kwa taarifu ya watu wa kawaida ni wale waliomuona Mtume wakamwamini, wanafunzi wake waliokuwa mbele ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale waliokuwa na swali nyuma yake, waliokuwa wanakuwa katika darasa zake. Hao maswahaba, ikiwa unazungumzia ni wa mtume au wa mitume wengine waliotangulia, hao ni watu wanaofuatia kwa ubora baada ya manabii. Kwa hivyo ule uchaguzi wa awali wa ile krimu ya kwanza wakawa ni manabii, na katika hao krimu iliyo bora wakachaguliwa mitume watano wakawa ni bora zaidi, akiwemo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika hawa watano akachaguliwa Mtume kuwa ni mbora wao. Kwa hivyo Mtume utasikia ni afdalul anbiya'i wal mursalin, ni mbora kuliko manabii wote na marasuli wote.
na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alimchagulia kila nabii krimu ya watu ambao wao ndio wabora zaidi katika watu wake kuliko wale watakaokuja baadaye. Yani nabii anakuja anafundisha, kuna wale watu ambao watajiunga na dini yake, wale ambao wanaitwa ni wanafunzi wake, alafu kuna wale watakaokuja baadaye. Katika kadari ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amekadiria kwamba wale maswahaba wa manabii ndio watu walio bora zaidi katika kila umma. Na maswahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa wao ni maswahaba wa nabii aliye bora zaidi, wao wamekuwa ni watu bora zaidi kuliko watu wote baada ya manabii. Na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inatufahamisha kwamba wao walipozaliwa katika zama hizo, ni Allah aliwachagua, akawaona hawa watu ni wazuri sana, akasema hawa ndio wanafaa kuwa ni marafiki, ndio watu wa level ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapoamrisha kwenye mambo magumu ya kiimani, isiwe kwamba yani ni kama vile unafanyaje kwa wale watu wa kuchomelea vyuma, kuna chuma kimoja imara sana alafu kingine dhaifu sana, unaunganisha pamoja, havitashikana. Kwa hivyo alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni imara sana, akachaguliwa wale watakaomunga wawe ni watu wa level yake. Kwa hivyo hata akiwaambia tukimbieni twendeni katika jihadi, wanakuwa ni watu wa level inayokaribiana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni katika maana ya inna Allah ikhtarani wa ikhtara li ashabi, Allah amenichagua mimi na akanichagulia masahaba zangu. Faja'alahum muzarai, akawajalia ni mawaziri wangu, wasaidizi wangu. Waja'alahum ashabi wa ansari, akawajalia ni masahaba zangu, marafiki zangu, na wao ni watu wa kuninusuru. Wa ashari, na wao ni wakwe zangu, mimi nitaoa kwao na wao watakuja kuoa nyumbani kwangu. Unadhani ili tangazo lilikuwa lina maana gani? Lilikuwa lina maana ya kupigia debe yani manhaji ya maswahaba, na kwamba watakaokuja baadaye waje wawafuate maswahaba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, na ikata hadithi, ana amnatun li ashabi au ana amanatun li ashabi, mimi ni dhamana ya amani na salama kwa masahaba wangu. Yani nikiwepo mimi kuna mambo hayatawapata masahaba zangu kwa sababu mimi niko, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idha dhahabtu ana ata ashabi ma yuaduna, nikiondoka masahaba zangu watapata na mambo ambayo mabaya wanaahidiwa, kama hizo vurugu zilizompata Ali ibn Abi Talib, na kabla yake aliuliwa Uthman, na kabla yake aliuliwa Ali ibn Abi Talib. Fitna ya makhawariji, fitna ya watu ambao waliritadi katika zama za Abu Bakar radhiallahu anhu. Haya yametokea baada ya kuondoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama vile mimi ni ngao ya masahaba wangu, mimi nikiondoka hawa watapata na jambo ambalo lilikuwa linaishia kwenye ngao. Wa ashabi, na masahaba wangu, amanatun li ummati, ni amani na dhamana ya amani ya umati wangu, ni ngao ya umati wangu. Fa idha dhahaba ashabi, pamoja na yale yanayowapata, lakini wakiondoka masahaba umati wangu, hata umati ma yuaduna, umati wangu watapata na yale wanayoahidiwa. Unaona ni kwa namna gani masahaba ni ngao, na hii ngao haijamalizika. Kwa mujibu wa dalili, watu wataendelea kuwa katika hifadhi ya dini yao na akida yao na itikadi yao na misimamo yao, katika mambo ya ibada zao, katika fatwa zao za miamala, katika fatwa zao za mambo ya akida. Wakifuata msimamo wa masahaba watakuwa wako katika hifadhi na kinga. Wakitoka nje ya msimamo wa masahaba watakuwa wameenda mahala ambapo ni rahisi maadui kuwapata. Wa ashabi amanatun li ummati, na masahaba zangu ni dhamana ya salama ya umati wangu. Fa idha dhahaba ashabi, kuondoka kwa masahaba kuna maana mbili: kuondoka wao wenyewe, na hiyo ilileta athari kwa kuondoka masahaba bila shaka, lakini kuna kuondoka masahaba kwa maana ya kuondoka masahaba katika maisha ya watu.
Masahaba wakiondoka katika maisha ya watu, dini yao itavurugwa, itaharibiwa dini, alafu itakuwa hakuna reference ambayo ni salama. Masahaba ndio reference, ndio rejea ambayo ni salama. Ukituletea jambo bovu, tunakwambia masahaba hawakufanya. Na nyinyi mnajua kwamba kuna baadhi ya walinganiaji, sio baadhi ya maamuma, walinganiaji, ukimwambia masahaba hawakufanya, hili neno hili linawakera sana hili. Jamani, hili jambo halifai. Huku kumswalia mtume si sawa, huku kufanya dhikiri huku si sawa, kutekeleza ibada kwa mtindo huu si sawa, kuzika kwa mtindo huu si sawa, kwa sababu masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wao waliyafanya haya, lakini si kwa mtindo huu. Jamani, tufanye kwa mtindo ule ule. Kuna watu ukiwaambia hivi tayari utakuwa unawavuruga, na wanaona tayari, wanakuangalia kwa jicho la tahadhari kwamba huyu atakuwa sio mwenzetu. Urongo. Kwa hivyo Muislamu akitaka kupata salama na dhamana ya dini yake, arudi katika msimamo wa masahaba, na awe achague katika wale anaowasikiliza wawe ni wale watu ambao wanatetea msimamo huu. Ama watu wanaosema wao ni mathinka, wanaweza kuitafsiri dini tofauti na walivyotafsiri hawa mabwana wakubwa kwa maneno yao na maisha yao. Allah akasema hii safi kabisa, alafu kuna mtu amekuja na mtindo mwingine. Wewe unafuata ipi? Ile ambayo Allah alisahihisha ama ile ambayo haijasahihishwa? Tusiseme imepotea kwa lugha ya diplomasia. Kwa mfano tuseme tu hii haijasahihishwa, jawabu hili halijasahihishwa, jawabu hili limesahihishwa. Wewe ukitaka kuigiza utaigiza lipi? Si kwenye ile ambayo imesahihishwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alisema radhiyallahu anhum, amewaridhia maswahaba, ikiwa watu wengine watakuwa kama nyinyi, faqad ihtadau, hakika wameongoka. Sasa kwa nini unamfuata mtu mwingine? Unamfuata shekhe wako. Wewe una imani gani na shekhe ambaye amekuja na ishu ya kuwarehemu marehemu? Kama huyo marehemu ni mtu mkubwa, basi tukajenge jengo pale pale, tukakae tukakeshe siku nzima au siku tatu, tuko pale pale tunafanya nyiradi, jambo ambalo halijapatapo kufanyika hata mara moja katika kabri la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wakifanya hivyo, sababu wao ndio walimzika Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao wakazikana mmoja mmoja mpaka wakamalizika. Hakuna yeyote katika wao amewahi kufanya kwa kaburi la mmoja wao au la mkubwa wao. Tutapataje imani kwamba uko sawa, kwamba sisi tumzike mwenzetu alafu tumzike mbele ya msikiti alafu tukanani? Alafu unasema umechanganyikiwa. Umechanganyikiwa wapi bwana? Alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun, halali iko wazi na haramu iko wazi, ila labda wewe tu una jambo umenogewa, kwa sababu mambo ya bid'a. Wazayyana lahum shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Shaitani anawapambia watu wanaona matamu, hata yale zile zikiri za kukohoa wanasemaga raha zetu, na mimi nasemaga wanatumia neno sawa, ni raha zao, lakini sio raha za dini, wala sio jambo la dini. Raha za dini ziko katika kusoma Qur'ani. Sema raha wao wanasikia raha kufanya tu wanasikia raha namna hiyo. Basi kuna jambo la matamanio, na mtu anapotea kwa ujinga au anapotea kwa kufuata matamanio yako. Na Qur'ani imesema wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, usifate matamanio. Yani akili inakwambia jambo liko hivi, roho inasema mimi nanogewa na hili, usifate kile kinachonogewa na roho, fata kile ambacho akili inasema. Na Samiri yule aliwapoteza watu wa Nabii Musa baada ya Nabii Musa kwenda kwenye ile mikati, kwenda kupokea sheria kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika mlima wa Sinai. Huko Samiri akafanya sayansi yake, akakusanya mapambo ya dhahabu, akayeyusha, akawatengenezea ndama. Inasemekana alikuwa anatoa sauti, ima ni sauti ya shaitani kwenye yule ndama anayeambiwa ni Mungu. Shaitani anaweza akaenda akapiga sauti yeye mwenyewe, si amumuoni. Sasa mbona huyu ndama wa ajabu sana, atakuwa ni Mungu huyu? Au alitengeneza uvungu kisayansi kiasi kwamba upepo ukija inatoka sauti fulani. Wajinga huona hii pia ni Mungu hii. Ni jambo likiwa la ajabu asinakuwa ni Mungu. Kuna milima inaabudiwa tu kwa sababu huwa labda kutokana na mwenendo wa dunia inatikisika, basi imekuwa ni hoja mahala. Samiri alisemaje alipojiwa na Nabii Musa? Akaambiwa, kwa nini umefanya jambo hili? Akasema, wakadhalika sawalat li nafsi, hivi nafsi yangu imeninogeshea namna hii tu basi. Hakuna hoja. Watu wa batili wamenogewa na mambo yao.
na katika alama zao huwezi kusikia katika midomo yao wakisema jambo hili halikuwekwa wakati wa mtume, halifai. Huwezi kusikia hiyo. Huwezi kuwasikia wakisema jambo hili halifai kwa sababu maswahaba hawakufanya. Huwezi kusikia hiyo. Utasikia tu kinyume chake, wanasema kwa nini mnasema bid'a? Kwa nini mnasema lazima tufuate maswahaba? Utasikia maneno ya namna hii. Hawapendi kusema hadithi hii ni dhaifu, kwa maana kwamba wao ni watu wa kukusanyaga tu basi. Kwani nyinyi mnawasikia wanasema hadithi hii ni dhaifu? Labda katika mjadala wa mabishano wanatafuta credit na alama ya ushindi, lakini katika mawaidha tu katika darasa hivi, jamani, hadithi hii hatuchukui kwa sababu ni dhaifu. Wao wanasemaga tu mambo haya yamo kwenye vitabu. Nani alikwambia kwamba kila kilichomo kwenye kitabu ndio kinafaa? Yaani wewe husemi jambo hili ni sahihi, hii ni aya, hii ni hadithi na ni sahihi. Jambo hili ni sahihi kwa sababu ni msimamo wa maswahaba. Unasema mambo haya yamo kwenye vitabu. Hata mambo ya uganga yamo kwenye vitabu pia, na mambo ya uchawi pia yamo kwenye vitabu. Hiyo sio hoja. Hizi ninazozigusa ni katika alama za watu wa dalala. Hadithi nyingine ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alisema la tasubbu ashabi. Hapa nimeacha hadithi zingine kwa sababu muda umekwenda. Msitukane masahaba zangu. Fawalladhi nafsi biyadihi, kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu na uhai wangu uko katika mikono yake, yani Allahu jalla jalaluhu. Lau anfaqa ahadukum, yani Mtume alipotaka kutaja fadhila zao alifanya kulinganisha kati ya sisi na masahaba. Na hadithi hii aliwasomea masahaba, alitaja sisi tuje tuisome, hali ya kuwa inazungumza fadhila za masahaba. Lau kama mmoja wenu anfaqa, atatoa mithla dhahabin, mithla Uhudin dhahaba, mfano wa mlima wa Uhudi dhahabu. Sio mfano wa mlima wa Uhudi mahindi, mtama, mchele wa Mbeya. Mithla Uhudin dhahaban, sadaka yake ni mfano wa mlima wa Uhudi, ujazo wa mlima wa Uhudi dhahabu. Lau kama mmoja wenu atatoa dhahabu mfano wa mlima wa Uhudi. Sio exactly Mtume anakusudia mlima wa Uhudi, manake unaweza kusema lau kama mmoja wenu anatoa dhahabu mfano wa mlima wa Uluguru, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kwa vile walivyotuacha mbali, hakuna yani mmoja wenu hatofikia, yani kama sahaba atatoa kibaba cha nafaka, sio kibaba cha dhahabu. Hiyo dhahabu ya kibaba ishindanishwe na dhahabu ya rundo la mlima, hapana. Huyu ametoa kitu duni cha chini ambacho thamani yake ni ya chini, ametoa nafaka, na hii ni dhahabu. Basi huyu aliyetoa dhahabu katika sisi hawezi kufikia mfano wa sadaka ya kibaba cha nafaka cha sahaba, wala nusu ya hicho kibaba cha nafaka. Na hii inaeleza moja kwa moja kwamba wao ni watu ambao wanatakiwa wawe ni role model wetu. Yani sisi tuwaige masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hiyo ndio madhumuni ya hii na ni hii comparison. Na akasema msiwatukane, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la tasubu ashabi, msiwatukane kwa sababu yani wao ni watu bora zaidi, na watu bora zaidi kuliko nyinyi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim wad'uuhu wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi. Nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi al-ghurril mayamin. Amma ba'du, ninakuhusieni na nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Hakika wamefuzu na wamefaulu wenye kumcha Allahu Jalla Jalalu. Katika khutba yetu ya pili tutatosheka na hizo hadithi ambazo tumezisema, na tutataja katika hali ya kupita bila ya kusherehesha sana katika aya zinazozungumza nafasi ya masahaba, ili tunaposema
tunarifaa kwa masahaba isiwe ni jambo sisi tumechagua, bali iwe ni jambo ambalo tunalichukua katika mwongozo wa Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kabla ya hapo nitangulize kauli ya al-Imam Shafi'i. Anasema idha ja'ana 'anillah fa'ala al-'ayn war-ras. Ikiwa kuna jambo limetajwa katika dalili ya Qur'ani, tunapiga saluti, yani tunapokea bila ya mjadala. Wa idha ja'ana an rasulillah fa'ala al-'ayn war-ras. Na tukijiwa na maelezo kutoka katika hadithi za mtume, tunapokea. Waarabu wanasema ala al-'ayn war-ras, yani kwa kichwa na jicho, wanamaanisha tunapiga saluti. Wa idha ja'ana an ashabi rasulillah, na tukipata maelezo na maelekezo kutoka kwa masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fa'ala al-'ayn war-ras. Sisi hatukompiti pamoja na masahaba, tunakuwa tuko nyuma, ni maamuma na wao ni maimamu wetu. Hii ni aqida ya ahli sunnati wal jamaa, na ndiyo maneno ya maimamu wake wote, na ndiyo msimamo wa ahli sunnati wal jamaa. Wa idha ja'ana amman ba'dahum, ukiwaondoa masahaba, ikiwa tumepata maelezo na sherehe mbalimbali kutoka kwa wasiokuwa masahaba, akasema fahumu rijalun wa nahnu rijalun. Katika mizani ya sheria haikutofautishwa akili na uelewa wa wale waliokuja baada ya masahaba, wao kwa wao baina yao akili zao zinaweza kukompiti na kushindana hoja. Ndio wakasema haijuzu kukhalifu kauli ya sahaba kama hakuna kauli ya sahaba mwingine inayopingana na sahaba mwenzake. Yani sisi haturuhusi kuleta hoja mpya, bali tunafata hoja iliyopo ya sahaba huyu ama huyu. Na tukimpinga sahaba, tunampinga kwa kauli ya sahaba mwingine, sio tunagonganisha kauli ya sahaba na kauli ya mtu mwingine. Katika mambo ya maajabu kwa masufi, unajua kwa nini wanamtaja Abdul Qadiri, sijui Uweso, sijui kina nani, wale wanaosemaga akitaja wanasikia qaddasallahu sirrahu al-aziz. Wao kwa nini wanamtaja huyo na wanamtukuza utaona kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wanasema wao mawali wao wanachukua moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Wanachuoni wa ahli sunnati wal jamaa wanasema sisi ni lazima tuchukue kupitia kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam sio wasita katika ibada abadan. Katika ibada hatupitii kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini katika kupokea mafundisho ni lazima ipite kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani wewe huwezi kupokea moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla, utakuwa unadai unabii. Wao masufi wanasema hakuna haja, yani hakuna haja ya kupita kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana wali akisema jambo linapingana na sheria, na ndio utashangaa kwa nini wanafanya mambo yanapingana na misimamo ya maswahaba, kwa sababu wao wamechukua kwa mawali wao. Hiyo ndio nukta ya ambayo tumehitilafiana nao, kwamba wao kwa nini wameleta mambo ambayo hayamo katika maisha ya mtume na maswahaba, kwa sababu wao wanachukua moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu jalla waala. Sisi tunachukua katika Qur'ani na katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa uelewa wa masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya ya kwanza ni ile ambayo tumeitaja, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, wakiamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba hakika wameongoka. Aya ya pili ni kauli yake Mwenyezi Mungu azza wa jalla, man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabili almu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yeyote ambaye anakaa upande usiokuwa wa mtume baada ya kuwa amekwisha kujua ukweli na akafata njia isiyokuwa ya waumini, yani hapa kuna njia ya waumini inatakiwa tuifuate. Hiyo njia ya waumini ndiyo njia ya mtume, kwa sababu hiyo njia ya hawa waumini wanaotaja kama ni tofauti na njia ya mtume, hao tutakuwa sisi pia tumemwacha mtume. Kwa hivyo mtume yuko katika njia, na pamoja naye wako watu ambao ni masahaba
Ndio maana ikaja watabi ghaira sabilil mu'minina, akafuata njia isiyokuwa ya waumini, nuwalihi matawalla, tutamuelekeza kule alikoelekea na tutampotelezea mbali. Kwa hivyo almu'minuna waliotajwa katika aya ni masahaba, kwa sababu hao ndio ambao Qur'ani iliwaita ni waumini na iliwaita ni waislamu, na sisi wengine mtihani wetu haujasaishwa bado. Kwa hivyo haturejeshwi kwa watu wa kawaida, tunarejeshwa kwa masahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika aya hii. Aya nyingine, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari, na wale ambao ni wa mwanzo yani kuingia katika Uislamu, alafu wakawa wao wamefanya vizuri zaidi, wanapata maksi za juu kuliko watu wengine. Akawatafsiri akasema ni muhajirina na ansari. Ukisikia muhajirina si mtu mwingine, yani ni Muislamu sahaba mtu wa Maka. Ansari ni Muislamu sahaba mtu wa Madina. Hili jina halikuitwa mtu yeyote isipokuwa ukisikia muhajirina na ansari. Allah akasema alipotaja muhajirina na ansari akasema walladhina tabauhum biihsanin, na wale waliowafuata hawa kwa wema. Allah amewataja Waislamu mafungu matatu hapa. Kuna muhajirina, kuna ansari. Hawa wanajitegemea bwana, wanaelewa Qur'ani na hadithi, wanafuata vile wanavyoitafsiri Qur'ani na vile wanavyomtafsiri Mtume. Ama sisi walladhina tabauhum biihsanin, group la tatu, lazima wafuate maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na aya nyingine ambayo imewagawa maswahaba katika mafungu ni Waislamu katika mafungu matatu, kuanzia wakati wa Mtume mpaka kiyama saa mafungu matatu. Inasema lilfuqara'i almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Hawa ni alfuqara almuhajirin. Ikasema walladhina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ikawataja maansari, ikasema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao ambao ni sisi. Kwa hivyo aya hii imewataja muhajirin, ikawataja maansari. Muhajirina ikasema as-sadiquna, ni wa kweli. Maansari ikasema humul muflihuna, wamefaulu. Alafu sisi wema wetu tujiegemeze na wao, na wale waliokuja baada ya hawa mabwana, fadhila yetu ni hii hapa. Yaquluna, wanasema rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, Mwenyezi Mungu tusamee sisi na wale majamaa waliotutangulia katika imani. Wala tajal fi qulubina ghillan lil ladhina amanu, usitujalie tuwe na mafundo kwa wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Kwa hivyo unaona hata katika hii aya sisi kana kwamba fadhila yetu na utukufu wetu ni kutambua fadhila yao na kuwatakia radhi. Mama Aisha akasema, maana yake walianza kutokana maswahaba. Mama Aisha ni katika maswahaba walioishi muda mrefu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema angalia watu hawa wanawatuka, Mwenyezi Mungu amewaamrisha waombe dua. Maswahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wao wanawatukana. Shika hiyo alama. Kwa hivyo wanawatukana maswahaba, wao sio katika ansari wala sio katika muhajirina wala sio katika wale waliotakia radhi. Yani ukimaliza haya makundi matatu yaliyobakia yote ni ya upotevu. Hiyo ni aya nyingine ambayo inataja nafasi ya masahaba. Na ya mwisho katika darasa ile katika khutba ya leo iliyo katika surat Muhammad. Muda hautoshi, tunamuomba Mwenyezi Mungu azza wa jalla atujalieni katika kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir kull asir والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعل عملنا في رضاك برحمتك وكرمك وجودك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا نستودعك انفسنا واهلينا واموالنا واولادنا. اللهم انا نستودعك ديننا واماناتنا وخواتيم اعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.